Na watu wawili wameuawa nchini Morocco baada ya polisi kufyatua risasi wakiwazuia waandamanaji kuvamia kituo cha polisi cha Al-Kilia karibu na mji wa pwani wa Agadir. Ni vifo vya kwanza kuripotiwa tangu maandamano makubwa ya vijana almaarufu Gen Z yalipozuka kote Morocco siku ya Jumamosi, huku hasira ikiongezeka kutokana na uamuzi wa serikali wa kujenga viwanja vya soka kwa ajili ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA ya mwaka 2030 badala ya kuboresha huduma za umma na kukabiliana na mzozo wa kiuchumi. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Waandamanaji hao ambao wengi ni vijana wa Gen Z wamekuwa wakipaza sauti wakisema, viwanja tunavyo lakini hospitali ziko wapi? Mmoja wao ameambia kipindi cha BBC cha Newsday kwamba kwenda hospitali iliyo mjini anapoishi Oujda, ambao uko karibu na mpaka wa Algeria, ni kama kuingia jela. Mwandamanaji huyu ambaye hakutaka kutajwa jina kwa kuhofia kuadhibiwa, aliongezea kusema kwamba ilikuwa chafu na wagonjwa wanalazimika kuwahonga maafisa wa usalama na wauguzi ili kumuona daktari. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali liliripoti kwamba maandamano hayo yamekuwa yakifanyika usiku, huku polisi wakisema walilazimika kufyatua risasi katika hali ya kujilinda ili pia kuzima shambulio huko Al-Kilia. Mapema siku ya Jumatano, Wizara ya Mambo ya Ndani ilisema haki ya watu kuandamana kwa mujibu wa sheria itazingatiwa. Waandalizi wa vuguvugu la maandamano linaloongozwa na vijana linalojulikana kama Gen Z 212, ambayo ni nambari rasmi ya kwanza ya simu ya Morocco, wamejitenga na ghasia. Wamekuwa wakikusanyika hasa kupitia mitandao ya kijamii na wameeleza kuwa hawana muundo rasmi wa uongozi. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Morocco kinafikia 12.8, huku ukosefu wa ajira kwa vijana ukiongezeka hadi 35.8 na 19 kati ya waliohitimu. Maandamano pia yameathiri mji mkuu Rabat, mji mkuu wa kibiashara Casablanca na mji wa bandari wa Tangier, ambao mara nyingi ndio eneo la kuwasili kwa watalii wanaokwenda Morocco kwa feri kutoka Uhispania. Kituo cha watalii cha Morocco, yani Marrakesh, pia kilikumbwa na ghasia, huku waandamanaji wakichoma kituo cha polisi, kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Rashid El Khalfi amesema kuwa watu 409 wamezuiliwa kote Morocco kufuatia machafuko hayo. Zaidi ya maafisa wa polisi 260 na waandamanaji 20 wamejeruhiwa, huku magari 40 ya polisi na magari 20 ya kibinafsi yakiteketezwa. Machafuko hayo yanafuatia maandamano kama haya yanayoongozwa na vijana na ya kiwango kikubwa msimu huu wa joto huko Nepal, Indonesia, Ufilipino na Madagascar. Muungano wa uongozi wa Morocco ulitoa taarifa Jumanne ukieleza nia ya kushiriki katika mazungumzo na vijana ndani ya taasisi na maeneo ya umma ili kupata suluhu ya kweli. Polisi mjini Manchester nchini Uingereza wamesema kwamba watu wawili wameuawa na wengine watatu wako katika hali mahututi kufuatia shambulizi lililolenga hekalu ya Wayahudi katika siku inayochukulika ama inayosemekana kuwa takatifu zaidi kwa Wayahudi, ijulikanayo kama Yom Kippur. Zaidi na Robert Kipto. Watu wawili wamefariki na mwingine kupigwa risasi na polisi baada ya gari moja kuwagonga watu waliokuwa wakitembea na mwingine kudungwa kisu katika shambulio linalokisiwa kuwa la kigaidi nje ya sinagogi moja mjini Manchester nchini Uingereza. Shambulio hilo limetokea katika moja ya siku takatifu zaidi katika kalenda ya waumini wa dhehebu la Kiyahudi. Idara ya polisi mjini humo imesema kuwa watu wengine watatu wako katika hali mahututi kufuatia shambulio hilo nje ya sinagogi ya Heaton Park mapema hii leo. Polisi wamedhibitisha kuwa kikosi maalum cha kutegua mabomu kilitumwa katika eneo hilo baada ya picha za video kusambazwa mitandaoni zikionyesha raia wakiwaambia maafisa wa polisi kuwa mshukiwa huyo alikuwa na bomu mwilini mwake. Idara ya polisi mjini humo imedhibitisha kuwa mshukiwa mmoja aliuawa baada ya kupigwa risasi na polisi, lakini imekiri kuwa utambulisho kamili wa mshukiwa huyo hauwezi kuthibitishwa kikamilifu kutokana na vitu ambavyo alikuwa amebeba.
Picha iliyosambazwa mitandaoni imeonyesha mtu anayeshukiwa kutekeleza shambulio hilo akiwa na ndevu, huku akiwa amevalia mavazi meusi, akisimama nje ya sinagogi hiyo, huku akiwa amejifunga vitu visivyotambulika kiunoni na kushika kingine mkononi. The attack in Manchester this morning is absolutely shocking. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema maafisa zaidi wa polisi watatumwa ili kushika doria katika sinagogi zote nchini humo ili kuhakikishia Wayahudi usalama wao kufuatia shambulio hilo. Shambulio hilo limejiri huku waumini wa dhehebu la Kiyahudi wakiadhimisha sherehe za Yom Kippur, siku ambayo inachukuliwa kuwa moja ya takatifu zaidi katika kalenda yao. The attack in Manchester this morning is absolutely shocking. Starmer anatarajiwa kurejea nyumbani mapema kutoka Denmark, ambako amekuwa akihudhuria mkutano wa wakuu wa mataifa ya Ulaya ili kuongoza kikao maalum cha kamati ya kitaifa ya usalama na ulinzi. I'm on my way back to London. When I arrive, I will chair an emergency Cobra meeting. Amesema amehuzunishwa sana na shambulio hilo ambalo limetokea katika mojawapo ya siku takatifu zaidi kwa waumini wa Kiyahudi. Mfalme wa Uingereza Charles na mkewe Camilla nao wamesema kuwa wameshangazwa na kuhuzunishwa sana na shambulio hilo la kikatili mjini Manchester. Msikilizaji, na tizama hapa ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, na Mona Lamek Jara Safari Mkushi Baba Alvin akiwa Kigamboni Mafinga huko anasema yuko pamoja nasi kwenye matangazo haya jioni. Asante sana. Baraka Moshi pia nayo unasema Netanyahu na watesa wa Palestina, hii itakuwa mpaka lini? Ni ujumbe wake huo. Lakini Isa Sambo mpenda amani anasema kutoa ufafanuzi ni uamuzi sahihi, kwa maana kukaa kimya ingetafsiriwa kuwa ni tuhuma za kweli, akigusia ripoti ya Human Rights Watch ambayo leo imepata jibu kutoka upande wa serikali. Ni kushukuru pia Ngalama Maluta ukiwa nasi katika matangazo haya, na Mkari wa Nyota unasema uko viwanja vya Kunduchi Beach. Mamlaka ya Uganda imekanusha kuwashikilia wanaharakati wawili wa Kenya wanaodaiwa kutekwa nyara jana Jumatano katika mji mkuu Kampala. Mwanasiasa mkuu wa upinzani Bobi Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi, kupitia akaunti yake ya X alisema wawili hao, Bob Nyagi na Nicholas Ayo, walitekwa nyara na maafisa walokuwa wamejihami wakiwa kwenye kituo cha mafuta na kupelekwa kusikojulikana. Shoaib Ibrahim na taarifa hiyo. Wanaharakati hao Bobu Nyagi na Nicholas Ayo wanadaiwa kukamatwa katika mazingira tatanishi jana walipokuwa katika kituo kimoja cha mafuta mjini Kampala. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi Sentamu, kupitia mtandao wake wa X amesema wawili hao walitiliwa nguvuni na wale aliowaita maafisa wa usalama waliokuwa wamejihami na kuingizwa kwenye gari na kupelekwa katika eneo lisiojulikana. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda Chituma Rusoke ameiambia BBC kuwa wanaharakati hao ambao pia ni raia wa Kenya hawapo mikononi mwao. Kupitia mazungumzo ya simu na BBC amesema those fellows are not in police custody. Wanaharakati hao hawapo mikononi mwa polisi.